Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha na bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kilicho happen kwenye mitandao ya kijamii, wengi walikuwa na mzonga sana Kajala wakisema kwamba ni mwanamke ambaye hakuonekana katika siku ambayo Wema Sepetu alikuwa amejifungua mtoto, na wengi wakawa wanasema kwamba huyu Kajala kwa nini hajafika katika siku nzuri, siku ya furaha ya Wema Sepetu, na wengi wakaenda mbali kusema kwamba labda wana ugomvi na vitu kama hivyo, akiwemo kuna jamaa mmoja kwa jina la Mifumo. Mifumo kusema kwamba jamani, kama mja notice ni kwamba Kajala hajaenda kwa Wema Sepetu. Sasa kitu kama hicho bana kimeweza kutafsiriwa negative na watu wengi, na baada ya kwa namna moja ama nyingine, baada ya Kajala mwenyewe kuonekana akiwa hospitali, kwa sababu tunajua sasa hivi Wema Sepetu anafanya mazoezi pale hospitali, na kwa namna moja ama nyingine bado hajaruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo yuko chini ya uangalizi, na pia madaktari wa makini sana, kwa sababu inabidi hata wanaenda kumwangalia Wema Sepetu, inabidi nao pia wachunguzwe kabla ya kwenda kumwangalia Wema Sepetu. Kwa hiyo sometimes si kila mtu anapenda, lakini kimsingi kwa wengi, katika asilimia wengi wamependa Wema Sepetu kupata mtoto, na ni kitu cha baraka sana. Sasa basi Juma Lokole ameweza kuweka video ikimuonyesha Kajala akienda hospitali, na usio na pale jikaandika upendo wa kweli. Of course ni upendo wa kweli, kwa sababu nikitazama ni kwamba Wema Sepetu katika maisha ya Kajala ameplay part kubwa sana, kwa sababu yeye ndiye aliyemsaidia kumtoa jela kipindi kile. Alifungwa, lakini alitoa zaidi ya milioni 10 kama sikosei kumtoa gerezani. Kwa hawa watu wametoka mbali sana, na Wema amembeba sana Kajala kipindi kile ilivyokuwa na matatizo, na tunaona alipitia katika mgogoro wa muda mrefu. Tunaona alikuwa na ugomvi wa miaka mingi, kila mtu alikuwa mzungumziwa kwake, lakini amzungumzii mwenzake, lakini hili jambo limewakutanisha tena. Nadhani huu utakuwa ni mwanzo mzuri, na utakuwa ni urafiki umeanza upya, kwa sababu ni kitu ambacho wengi sana walikuwa wanatamani kuona Kajala pamoja na Wema wayamalize matatizo yao kama yapo, kwa sababu inasemekana kwamba nyuma ya pazia hawapatani na pia hawaongei kama ilivyokuwa miaka ile ya nyuma. Sasa Juma Lokole kaandika haya akafika, mlimuulizia sana. Of course watu walimuulizia sana, kwani Kajala hajafika katika siku ya mtoto wa Wema na vitu kama hivyo. Mmoja kaandika nyota ya mjukuu wangu imerudisha mapenzi ya mama zake, kwani Rudiva yupo, anauliza. Ila Mungu anakuaga wajibu sana. Hapo hilo kisi lingekuwa man to man, ngume zingeruka na comment section ingekuwa ni noma. Baadhi ya makabila ya Kiarabu wanabusu ila kwenye shavu, na ipo genuine tu, ila kwa mila zetu ni mwiko. Baba ambaye ni muhimili wa nyumba ubusiane na mwanaume mwenzio, sio vema kujifananisha na wanawake, na hisi umri wako mdogo na siku 15 18, au sio? Kwa hiyo kitu kama hicho. Wema naye kaja kuzima sakata lako au sio bwana? Mwingine akasema kwamba ndio weke hiyo sound Juma, ilo busu hatari, kwa sababu unaona alikuwa mkiss pale na vitu kama hivyo. Tunamtaka Rudiva. Rudiva ni mshikaji sana wa Wema Sepetu. Rudiva ni msala wake kinoma noma. Kwa hiyo naye pia watu wanamtaka afike pale hospitali, show up, aonyeshe respect na vitu kama hivyo. Alafu baada ya hapo tunaona itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu watu pia wanatamani kuona wakiwa wanapatana kama hivi. Inapendeza sana, kwa sababu kuna matatizo jamani, kuna shida na raha. Kwa hiyo hizi kwenye raha kama hizi inabidi wale marafiki ambao walikuwa hawapatani naye, au sio, inabidi wa show up pia waweze kuyamaliza. Mashangazi zake Olie tumeamka salama, mpeleke na Diva kwa Ozo, au sio? Manake na maanisha yule mtangazaji aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi, Diva the Boss, na pia akutane na Ozo aweze kupata aweze kupata mtoto. Mwingine akasema kwamba tushaona tangu jana unapita kirahisi hivyo.
tunapenda wawe pamoja. Hawa wana historia kubwa ya upendo wa moyoni, wanapaswa kujua hilo, na sisi mashabiki zao tunawapenda mno, hasa mimi wa kununiana na umia na nashindwa niwe wapi. Mwingine akasema kwamba kampa milioni 22 au atop up. Mwingine akaja hapa akasema Lodiva yupo wapi? Kwa hiyo kwa akili yenu Kajala asije kumuona Wema akapata mtoto baada ya miaka yote hiyo. Ni machizi kweli, hata Diva atakuja tu, punguzeni Uswahili. Kwa hiyo miaka mingi sana wanafahamiana kwa miaka mingi sana, ni watu ambao wanafahamiana kuliko hata sisi tunavyowafahamu. Kwa hiyo ni siku nzuri sana. Kwa hiyo Kajala amefanya kitu kizuri. Mtoto kaja na baraka na amekuwa kiunganishi pia. Ameturudishia nyota ya Wema Sepetu. Tanzania Sweetheart, Mungu amkuze kwa kimo na maarifa. Wema, hongera, umepata mwanaume wa kukupenda kweli bila kando wala kipimo. Maana ni kwamba kimsingi ni kwamba sasa hivi Wema Sepetu ana mtoto ambaye atakuwa ni kipenzi chake. Yani atampenda kuliko kitu chochote kile, no matter what. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hata ile nyota, wanasema nyota imeondoka, sasa nyota sasa ndio imerudi. Kwa sababu ninachokiona hapa ni kwamba Wema Sepetu nyota yake ile ambayo miaka mingi tuko tunaifahamu, ni mtu akishika tu akifanya ni Instagram yote, kwa sababu jana Instagram yote ilisimama tukio ni moja tu. Wema Sepetu amejifungua, amepata mtoto wa kiume. Mwingine akasema ila Wema bwana kweli mna kazi. Sasa Juma, kwani nani ambaye hajaona kama Kajala kafika? Mwingine akasema kwamba Juma hapana, alikuuliza nani? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Lakini pia najaribu kufuatilia pia hata kwenye peji ya Kajala. Nimeona ameposti jana masaa 15. Of course akaandika welcome to the world little prince, congratulations, may corazon on your beautiful blessing, may your journey of motherhood be filled with love, joy and endless happiness. Manake ni kwamba karibu duniani prince, au sio? Mungu akubariki na vitu kama hivyo, na wengi wamependa kuhusiana na hicho kitu. Wema akaandika me corazon wa mimi. Tunaona Petit akasema I'm happy, tulio kwetu tunasubiri Kajala gonga right, let's say something about God, he has some praise. Mwingine akasema hapo nimefurahi kinoma noma, congratulations Madam Wema, tunamsubiri mtoto wako na Harmonize. Kwa wengine pia wanatamani Kajala naye pia aweze kupata mtoto na Harmonize. Kiachila mbali na hivyo, tunaona hapa waja msimalize maneno jamani, kuna watu walishaanza kumsema mbona hajaposti sio? Ndio hivyo. Mwingine akasema tusimalize maneno bado Lodiva. Kwa hiyo hapa ambaye ni next ambaye wanatamani kumuona ni Lodiva. Dondosha maoni yako, subscribe.